SRM-TV, sauti ya Roho Mtakatifu itakayosema nawe. Itachana mawimbi. Naam, mpenzi mtazamaji wa SRM Gospel TV, ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mahali popote ulipo unapotazama, nitumie nafasi hii kukaribisha kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu pamoja nami. Basi tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa upendo wako na kwa kibali cha kipekee ambacho umetupa mimi na mtazamaji wangu mahali popote alipo. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo unaliachilia ndani ya mioyo yetu. Tunakuomba likawe baraka katika maisha yetu. Amen. Leo tuna kichwa cha somo kinachosema ombea kazi ya mikono yako ili ikupe matokeo makubwa kwenye maisha yako. Ombea kazi ya mikono yako ili ikupe matokeo makubwa kwenye maisha yako. Tusome kwa pamoja neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa pili. Mwanzo mlango wa pili mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Neno kulima ni kazi. Neno kutunza ni management. Neno kulima ni kazi. Neno kutunza ni management. Maana yake kutunza kile ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yetu. Tokea uumbaji, Mungu ametutengenezea kazi mbalimbali kwa sababu ya kupata kipato, kwa sababu ya kupata mafanikio, kwa sababu ya kupata maendeleo. Kwenye kazi ndio mahali ambapo Mungu anatumia kama platform ya kupitisha baraka zake kuja kwa mwanadamu. Mwanadamu asiyefanya kazi hawezi kuwa na matokeo makubwa, hasa kwenye eneo la mafanikio. Mwanadamu asiyefanya kazi hawezi kuwa na matokeo makubwa, hasa kwenye eneo la mafanikio. Ndio maana kwenye mikono ya kwetu, kwenye mikono ya mwanadamu, kuna siri kubwa ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Na kwenye mikono hii tunasoma kwenye Mithali mlango wa 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo kwenye mkono wa kuume Mungu ameweka wingi wa siku. Mungu ameweka maisha marefu. Mungu ameweka neema ya kuishi. Kwa nini unapewa neema ya kuishi? Ili uendelee kufanya kazi kwa muda mrefu na uone matokeo ya kazi. Lakini kwenye mkono wa kushoto maandiko yanasema Mungu ameweka utajiri na ameweka na heshima. Kwa hiyo mafanikio ya mtu yapo kwenye mikono yake. Neno la Mungu linasema Mungu hubariki kazi ya mikono. Kwa hiyo unapofanya kazi kwa bidii, Mungu anabariki mikono yako. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Unaanza kuona maongezeko, unaanza kuona kustawi, unaanza kuona kuchanua, unaanza kuona kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mikono yako imebarikiwa. Ndio maana shetani anaitafuta sana mikono ya watu ili ailegeze mikono yao ili isiweze kufanikiwa. Mikono inapolegezwa huwezi kuona matokeo mazuri kwenye maisha yako. Angalia kwenye kitabu cha Ezra mlango wa 4 mstari wa 4. Ezra mlango wa 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Ndipo watu wa nchi ile waliokuwa wamefika wakaidhoofisha mikono ya watu wa Israeli. Mikono ikidhoofishwa, maandiko yanasema walipata nafasi ya kuwasumbua wakati wa ujenzi. Kwa hiyo unapofanya kazi kwa bidii, mikono yako inapodhoofishwa, unanyimwa neema ya kuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye kitabu cha nabii Isaya
mlango ule wa 35, angalia ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Kwa hiyo mikono inaweza ikadhoofishwa, mikono inaweza ikanyimwa nguvu ya kufanya. Na ndio maana unaweza ukakuta watu wamelegezwa mikono kiasi kwamba wanapenda sana kufanya vitu virahisi kuliko vile vitu vigumu ambavyo ndani yake kuna matokeo. Maandiko yanasema kuna wakati mwingine lazima ulipe gharama, lazima ufanye kwa bidii ili uweze kufanikiwa. Unapodhoofishwa mikono, unanyang'anywa kitu kinachoitwa bidii. Unanyang'anywa kitu kinachoitwa bidii. Na ukishanyang'anywa bidii, umenyang'anywa matokeo makubwa ya kazi ya mikono yako. Ndio maana leo lazima tuombe kwa ajili ya mikono. Lazima tuombe kwa ajili ya mikono yetu ili Mungu atupe matokeo makubwa juu ya kazi tunazozifanya. Kazi yoyote ile isiyobarikiwa, kazi yoyote ile isiyokuwa na neema ya Mungu haiwezi kuwa na matokeo makubwa. Ndio maana lazima tuombe neema ya Mungu ili iweze kutusaidia. Sasa kuna mambo ya kuzingatia ili mikono yako isije ikalegezwa, ili mikono yako isije ikadhoofishwa. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, zoesha mikono yako kufanya kazi kila mara. Pale unapopata nafasi ya kufanya kazi, zoesha mikono yako iwe inafanya kazi kila mara. Angalia kitabu kile cha Timotheo wa kwanza. Tuone Paulo anapomwambia Timotheo wa kwanza mlango wa 4, angalia ule mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema, Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11 na wa 12, anasema, mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na katika mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Ninachotaka uone hapo, Paulo anamuonya ujana wake usije ukadharaulika, kwa sababu ujana ndio Mungu amekupa nguvu ya kufanya kazi. Usipokuwa na nguvu ya kufanya kazi, huwezi kuwa na matokeo. Ndio maana lazima ulinde sana ujana wako ili usije ukadhoofishwa, ili usije ukadharaulika, ili usije ukashushwa viwango. Nguvu zako, tumia ujana kama sehemu ya kuwa na nguvu ya kuweza kufanya na kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Zingatia kuzoea kufanya kazi. Tena sehemu nyingine anasema mambo haya nimewaandikia. Hebu tuangalie mambo ya Wathesalonike wa kwanza. Angalia ule mstari wa Thesalonika wa kwanza mlango wa 4, angalia mstari wa 11 na wa 12 pia. Neno la Mungu linasema, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza. Anasema mstari wa 12, ili mwenende kwa adabu mbele ya walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Anasema ninawaagiza mfanye shughuli zenu, mfanye kazi kwa mikono yenu wenyewe. Paulo anaagiza watu wasiwe wavivu. Kwa hiyo Timotheo huko anaambiwa uvivu wako, ukiwa mvivu unaodharaulika na watu. Na huku naye Wathesalonike wanaambiwa wafanye kazi, wafanye kwa bidii ili wawe wasafi, watembee kwa adabu mbele za watu. Kufanya kazi ni kutembea kwa adabu, ni kutunza heshima ambayo Mungu amekupa. Kufanya kazi ni kutunza heshima ambayo Mungu amekupa. Angalia sababu ya pili, jambo la pili la kuzingatia, shirikiana na watu walio karibu na wewe kufanikisha mambo yako. Kuna watu ambao Mungu wa mbinguni amewaweka kwenye maisha yako, lazima ushirikiane nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanya nao kazi kwa bidii ili uweze kuona matokeo makubwa kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Unapoona Mungu ameweka watu karibu na wewe ili mfanikiwe kwa pamoja, lazima ujenge ule uhusiano. Hakuna mtu anayeweza kufanya kazi peke yake. Maandiko yanasema Mungu alipomuumba Adamu, aliona si vyema afanye kazi peke yake, aliona si vyema awe peke yake, akamfanyia msaidizi.
Kuna mtu lazima akusaidie, kuna mtu lazima akusaidie. Anaweza akawa mwanamke ambaye atakuwa mke wako, au anaweza akawa watu wengine ambao mnafanya nao kazi. Mungu anaweza akawaweka kwenye kampuni inayoitwa Bustani ya Eden. Mungu anaweza akaweka kwenye shamba lolote lile, ili mradi usiwe peke yako. Mungu anataka muwe wengi ili muweze kuleta matokeo makubwa. Wingi wa watu unaweza ukawa na matokeo makubwa kwenye kazi. Wingi wa watu unaweza ukawa na matokeo makubwa kwenye kazi, kwa sababu huyu anakuja na kipawa hiki na mwingine naye anakuja na kipawa chake. Mnachanganya vile vipawa, vinakuwa na matokeo makubwa kwenye maisha. Angalia kitabu kile cha Kutoka mlango wa 35. Kitabu cha Kutoka mlango wa 35, angalia ule mstari wa 30 hadi wa 33. Kitabu cha Kutoka mlango wa 35 mstari wa 30 hadi wa 33. Neno la Mungu linasema, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Mstari wa 32, na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti itumike katika kazi ya werevu ya kila aina. Mungu anatukumbusha ya kwamba kuna watu ambao ameweka hekima ndani yao, ameweka uwezo ndani yao, ameweka nguvu ndani yao, ameweka ubunifu ndani yao ili wafanye kazi. Mungu anasema huyu Bezaleli alikuwa amewezeshwa na Roho wa Mungu yuko ndani yake. Lazima ufanye kazi na watu ambao wamewezeshwa na Roho wa Mungu yuko ndani yao. Roho wa Mungu yupo ndani yao. Kwa nini Roho wa Mungu yupo? Kwa sababu Roho wa Mungu kazi yake ni kuiboresha kazi ya mtu. Kazi ya Roho wa Mungu ni kuiboresha kazi ya mtu ndani ya mikono yake. Unapofanya kazi, kazi yako inatakiwa kuboreshwa, kazi yako inatakiwa kufanikishwa, kazi yako inatakiwa kuwezeshwa, kazi yako inatakiwa ubora, ufanisi. Anasema Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Kwa hiyo kama Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, ni lazima umtumie mtu mwenye uwezo kwenye hilo eneo. Unaweza ukawa umefungua biashara lakini wewe si mtaalamu au huna muda wa kuifanya hiyo biashara. Unaweza ukaajiri mtu mwenye kipawa cha kufanya biashara. Unaweza ukawa unalima, unaweza ukawaajiri watu kama wakulima, ukawatafuta wakulima bora. Unaweza ukawa mfugaji lakini ukatafuta watu wa kufanya kazi kwenye ufugaji. Kwa nini? Mungu anaweka hao watu kwa makusudi ili wakusaidie kufanikisha kazi ya mikono yako, kufanikisha kazi ya mikono yako. Kwa lazima uwashirikishe watu wenye vipawa, wenye uwezo, watu wenye neema ya Mungu ili waifanye kazi hiyo kwa ustadi na kwa usawa ambao Mungu ameukusudia. Angalia kitabu cha nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 6. 41 mstari wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Mstari wa 7, seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Kwa hiyo kumbe tunafanya kazi na watu wengine ili tutiane moyo, ili tusaidiane, ili tupeane uwezo. Unapoiombea kazi ya mikono yako, usiombea kwako peke yako, ombea na wale wote ambao wanakuzunguka, ili maisha yenu na kazi ya mikono yenu iwe na baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia pointi ya 3, kwa nini mambo ya kuzingatia ili uweze kuwa na mafanikio kwenye kazi yako. Pointi ya 3, badilisha mtazamo wako wa fikra kuelekea mtazamo chanya. Unajua, wakati mwingine unapofanya kazi, hakikisha fikra zako zinalenga chanya, sio mambo mabaya, sio hasi. Kwa sababu unaweza ukawa unafanya kazi, fikra zako zinakutuma vibaya. Unaanza kuiona kazi ya mtu mwingine kuwa ni mbaya. Unaweza ukaianza kunyoshea mikono. Maana fikra zako zikiwa zinawaza vibaya, huwezi kuwaza mambo mema kwenye kazi unayofanya. Kwa lazima fikra zako, akili yako iwaze mambo mema juu ya kazi unayofanya. Lazima uwaze mambo mema. Angalia Mithali 23 mstari wa 7.
Mithali 23 mstari wa 7a anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiona kwamba huna nguvu, lazima utakuwa tu huna nguvu. Ukiona kwamba mimi siwezi kazi hii, lazima tu utashindwa. Ukiona kwamba mimi siwezi kitu fulani, hutaweza kabisa, kwa sababu tayari fikra zako zinawaza ndani. Jinsi unavyowaza, maandiko yanasema ndivyo unavyoona, na ndivyo unavyoona, maandiko yanasema ndivyo ulivyo. Kwa hiyo ukiona kwamba mimi kazi za ujenzi siwezi, hutaiweza kabisa. Ukiona kwamba kazi za kuhubiri hutaweza kabisa. Ukiona kwamba hutaweza kuimba, hutaweza kabisa, kwa sababu ndani yako imeshajenga picha fulani ya kwamba uwezi kwenye hiyo kazi. Unaenda shambani unasema mimi siwezi kulima mboga kabisa. Lazima mikono yako iwe dhaifu, kwa sababu fikra zako zimeshaidhoofisha mikono yako, kazi ya mikono yako. Kwa badilisha mtazamo wako, anza kuona kwamba mimi nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninaweza kufanya biashara nikafanikiwa, ninaweza kufanya ufugaji nikafanikiwa, ninaweza kujenga nikapata baraka, ninaweza kufuga nikapata baraka kwenye ufugaji. Anza kuona aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ona mafanikio pia kwenye kila eneo unalofanya, ili mradi upangilie vizuri, uitunze. Kulima ni kazi, kutunza ni management. Unapoitunza utaona matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Angalia Ayubu mlango wa 8 mstari wa 7. Ayubu mlango wa 8 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Unajua kuna jinsi unavyoona, unaona una mtaji mdogo sana. Unavyoona unasema mimi sijasoma kabisa. Unavyoona unaona kabisa ndani yako mimi sina uwezo. Lakini pale unapopata nafasi na fursa ya pekee ya kufanya kazi, maandiko yanasema unaweza ukauona mwanzo mdogo, lakini mwisho wake ukawa mkubwa sana. Ulianza na mtaji kidogo, lakini baadaye ukawa na mtaji mkubwa sana. Ulianza na kitu kidogo, lakini ukaanza kuona jinsi unavyokuwa. Kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho unaona mafanikio, unaona kibali. Anza na hiyo kidogo ulionayo. Usikate tamaa. Una mtaji kidogo, anza na huo mtaji. Anza kufuga. Ule mtaji utaongezeka, utakuwa. Ona kwamba kuna mafanikio ndani ya ule mtaji unaoshikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya 4, badilisha kila changamoto kuwa fursa ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Ukitaka kufanikiwa kwenye mikono yako, kazi ya mikono yako, badilisha kila changamoto inayokuja, inakuja na fursa yake. Unaweza ukaona kuna changamoto imekuja kwenye eneo, wewe tafuta solution, wewe tafuta suluhisho, wewe tafuta ni nini, ufanye nini ili uweze kufanikiwa kwenye eneo ulilopo. Kwa hiyo ni vizuri ukaangalia kuna changamoto gani. Wafanyabiashara wengi huwa wakienda mahali kabla ya kufungua biashara, wanajiuliza kwenye hili eneo kuna changamoto ipi. Labda hapa kuna duka. Hiyo ni changamoto ya watu wanaoishi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo wanafungua duka. Ni duka la namna gani? Wana changamoto za nini? Wanaangalia hapa, wanaona kuna changamoto za vifaa vya ujenzi, kuna changamoto za mabomba, vifaa vya umeme, kuna changamoto labda ya bidhaa za chakula za nini. Wakishaona ile changamoto, basi wanatumia changamoto ile kuwa fursa. Wanajenga duka, wanafungua biashara. Unapofanya hivyo, tumia fursa hiyo, changamoto kuwa fursa kwenye maisha yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usirudi nyuma. Hakikisha kwamba una kazi unayofanya kwenye mikono yako. Tumia changamoto zinazojitokeza, alafu zoesha mikono yako kufanya kazi. Utaona matokeo makubwa sana. Angalia kitabu cha Kutoka mlango wa 1 mstari wa 12. Kitabu cha Kutoka mlango wa 1 mstari wa 12. Anasema, lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi na kuenea. Nao walichukiwa sababu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walichukiwa kule Misri, lakini kadri walivyowatesa, walivyowanyanyasa, waliongezeka. Sio tu waliongezeka kwa idadi ya namba, lakini walitoka na ng'ombe na kondoo na mbuzi na dhahabu. Ndio maana Mungu anapotumia fursa ya mateso, anatumia fursa ya mateso ili uwekeze. Kuna saa, kuna crisis inaweza ikaja kwenye maisha yako, unashangaa hushiki fedha. Na ukija kushika, Mungu anataka utambue ya kwamba umeshika hizo fedha ili uweke akiba. Mungu anatambua kwamba umeshika hizo fedha ili utunze, ili uanze kutunza. Kwa hiyo unapoona changamoto imekuja, muombe Mungu, unataka maongezeko kwenye eneo gani? Kila changamoto inapokuja, inakuja na fursa kwa ajili ya mtu. Mungu anayo makusudi kwa ajili yako.
Mungu anayo mapenzi kwa ajili yako. Mungu anayo kitu alichokificha kwa ajili yako. Ni lazima umuulize Mungu katikati ya hii changamoto, unataka nifanye nini ili niweze kufanikiwa? Unataka nifanye nini ili niweze kutoka kimaisha? Unataka nifanye nini ili niweze kufanikiwa kiroho na kimwili? Unataka nifanye nini? Unapomuomba Mungu, Mungu anakupa hatua na anakupa kitu cha kufanya. Jambo la tano, usisahau kuweka na kuombea malengo yako ili uyatimize. Wewe ndio unao wajibu wa kutimiza malengo na maono ulionayo. Una maono gani? Unataka kuja kuwa nani? Je, mfanyabiashara mkubwa? Je, ni mfugaji mkubwa Tanzania? Je, unataka kuja kuwa nani kwenye maisha yako? Yale maono na malengo ulionayo ni lazima uyaombee ili yaweze kutimia. Kwa sababu usipoomba kuombea kazi ya mikono yako, huwezi kuona matokeo. Na usipoombea pia malengo na maono ulionayo, huwezi kuona matokeo. Kuna mtu anafanya biashara kwa bidii sana, lakini anayo malengo, anasema nikija kupata faida nijenge. Nikija kupata faida nihakikishe kwamba nanunua kiwanja, nanunua gari, nafanya kitu fulani. Ombea yale ambayo unayo ndani ya moyo, kwa sababu yale ulionayo Mungu anayaona kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo Mungu anataka uyaombee. Mungu akiona unaombea malengo ulionayo, anakuja anabariki kazi ya mikono yako ili uweze kustawi, uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 14 mstari wa 28. Injili ya Luka mlango wa 14 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza? Ni nani? Huwezi kuanza kitu bila kuweka gharama. Lazima ukae uweke malengo. Uangalie, hivi nikianza nitamaliza lini na nitamalizaje? Ninaanza kwa shingapi, ninamaliza kwa shingapi? Mungu alijua mwisho kabla ya kuanza mwanzo. Kwa hiyo kama Mungu alitengeneza mwisho kabla ya mwanzo, na wewe tengeneza mwisho kabla ya mwanzo. Lazima unapotengeneza biashara uwe umeshatengeneza matokeo ya hiyo biashara. Lazima unapoanzisha shamba uwe umejua na matokeo ya hilo shamba. Unapoanzisha nyumba uwe umejua na finishing inakuaje. Kwa sababu unapoanza, ndio sababu sasa hivi kuna wataalamu wa ramani wanakuchorea ramani, na wanapochora ramani wanaweka mpaka quotation, gharama za ujenzi. Mali na gharama za ujenzi wanaweka pia finishing inakuaje. Kwa ni vizuri ukafikiri mambo yako. Unapoanza unatarajia kupata nini? Unapoanza ufugaji wa ng'ombe unatarajia kupata maziwa, unatarajia kupata matokeo mazuri kwa wale mifugo. Kwa ni vizuri ukaweka malengo yaliyo mazuri na kuyaombea yale malengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia pointi ya mwisho ya 6. Pointi ya 6 anasema kuombea muda, kukomboa muda wako. Muda ni rasilimali muhimu sana katika kuleta mafanikio ya kazi ya mikono yetu. Unapocheza na muda, unacheza na vitu vya thamani vilivyofichwa ndani ya huo muda. Kwa hiyo usicheze kabisa na habari ya muda. Muda wa kufanya kazi, nenda kafanya kazi. Muda wa kupumzika, pumzika. Muda wa kuamka, amka. Maandiko yanasema mke mwema ni yule anayeamka mapema kabla haijawa asubuhi. Kwa ni vizuri ukaangalia wewe unataka kufanikiwa kwa kiwango gani. Uamke saa ngapi kwa ajili ya kuteka soko? Uamke saa ngapi kwa ajili ya kukamata soko la mafanikio? Inategemea na jinsi ambavyo wewe umeweka maamuzi kwa ajili ya kufanikisha kazi za mikono yako. Kwa hiyo usilale, komboa muda, nenda kwa wakati. Jambo la mwisho kwa leo, muombe Mungu abariki kazi ya mikono yako. Hilo ni jambo tu ambalo ni muhimu. Leo nilitaka nikumegee pointi hizi chache. Muombe Mungu, mwambie Mungu, bariki kazi ya mikono. Mikono yangu inahitaji kubarikiwa. Kazi ya mikono yangu inahitaji kubarikiwa. Maisha yangu yanahitaji kubarikiwa. Ninahitaji kupiga hatua. Unapomuomba Mungu utaanza kuona matokeo makubwa sana kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Pale ambapo umechukua hatua, umejifunza somo hili kwa muda mchache sana, hebu chukua hatua, ombea kazi ya mikono yako, ombea biashara yako, ombea kilimo, ombea ufugaji, ombea kila jambo unalolifanya ili uone matokeo makubwa. Mungu akubariki. Basi tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru mno kwa upendo wako na kwa neema yako ya pekee kwa ajili ya somo hili la kuombea mikono.
Ninakuja mbele za uso wako kwa ajili yangu, kwa ajili ya mikono yangu na kwa ajili ya mikono ya mtazamaji wangu mahali popote alipo. Baba, ninakuomba ukabariki kazi ya mikono yetu. Ukabariki Bwana mikono yetu ili tuwe na matokeo makubwa kwenye kila jambo tunalolifanya. Bariki ufugaji, bariki kilimo, bariki biashara, bariki kazi za kuajiriwa na kujiajiri. Bariki walimu, mainjinia, mafundi. Wabariki Mungu wa mbingu na nchi. Wafanya kazi Bwana, wabariki vibarua, wabariki mahali popote walipo. Neema yako na uso wako uwe pamoja nao, wakafanikiwe na kustawi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba na kushukuru. Amen. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Mungu akubariki sana. Naomba usubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata mafundisho mbalimbali tunayorusha mahali hapa.